Nilihitaji kuwa na uhakika kama Fredo wangu ndio anaongea naye. Nilishika simu yangu nikampigia kijanja. Fredo alikuwa anatumika. Moja kwa moja nilipata uhakika kuwa Manu anaongea na Fredo wangu. Kwa kuwa alikuwa anaongea naye kwenye simu, nilibeba mkoba wangu nikafunga kama naenda chooni hivi, lakini nilienda zangu nyumbani. Ile nafika tu mlinzi wangu akaniambia, kitu cha kushangaza, mmepishana na Fredo. Ana dakika 3 tu tangu atoke hapa. Sijakuuliza kuhusu Fredo. Kwani unaniambia? Kila mtu hapa anajua furaha yako ni Fredo. Na ndio maana nimekupa taarifa zake. Samani kama nimekukwaza, mlinzi alijiongelesha. Nimuonyesha tabasamu kisha nikalekea ndani. Watu hawa ndio wana faida sana duniani. Hakuna kitu kizuri kama mtu anakupa taarifa ya jambo ambalo hujamuuliza. Nilielekea moja kwa moja chumbani. Dressing table ilikuwa imekaa ovyo ovyo. Kabati la nguo ndo usiseme. Inaonekana Fredo alikuwa anafanya haraka. Isije kuwa haraka zote hizi ni kwa ajili ya Manu. Nilijikuta nikiwaza. Sikutaka kupumzika. Niliingia kwenye gari kisha nikaondoka kuelekea moja kwa moja hotelini nilipomwacha Manu. Nilitembea kwa tahadhari. Sikutaka kuonekana. Cha ajabu, mahali tulipokuwa tumekaa hakuwepo. Niliamini watakuwa hapa kwa sababu nimeona gari la Fredo parking. Nilimuita mhudumu mmoja. Alionekana kukosa kifua, yani kama friji lake basi aligandishe. Nilimwonyesha picha ya Fredo, mume wangu. Ana sura ya kipekee. Nina uhakika atanipa jibu sahihi. Alishangaa kidogo. Akaniambia, "Wewe upo VIP room. Na hiki chakula kwa ajili yake na girlfriend wake." Mhudumu aliongea, "Naomba twende wote. Usiwe na shaka, hakuna chochote kibaya naenda kufanya. Huyu nilikuonyesha ni mume wangu na huyu binti aliye naye ni mdogo wangu." Nilimtoa hofu. Basi kwa pamoja tulielekea VIP room. Tuliingia. Nikasema liwalo na liwe tu. Fredo na Manu wala hakustuka. Wote kwa pamoja walinipa ishara ya kwamba nikae mezani. Walikuwa wameweka laptop, walionekana kuelekezana vitu. Hasa na hisi vilikuwa ni vitu vya ofisini. Manu alikuwa anaongea Kiswahili kidogo kisha anachanganya na Kiingereza. Nilishinda kuelewa ni nini hasa kaanza itabia. Nilikuwa kama mgeni kwenye meza yao. Nashukuru mizimu ya kwetu ilikuwa imelala. Tutaonana nyumbani. Nimepata dharura, nilijisemea. Wote wawili walitikisa vichwa, wakionekana kuwa busy na wanachozungumza. Kwa mara ya kwanza kabisa machozi yalinitiririka, moyo wangu ulikuwa unauma namna fulani hivi, siwezi kuelezea. Nilekea moja kwa moja nyumbani. Baada ya kumuona mama yangu, niliangua kilio, yani kama kwamba nimefiwa hivi. Yani hata aliponiambia nijieleze ni kitu gani kinanivuruga au kinavuruga moyo wangu, sikuwa najibu. Ni wakati wa wewe kuonana na nabii. Ni wakati wa wewe kumuona nabii akueleze kila kitu. Huyo Fredo hakuwa bahati yako. Ni vile mimi na wewe tuliamua kuifanya barua kwa kama imekosewa ili uolewe wewe. Lakini kiuhalisia hakuna mwanaume hata mmoja aliyewahi kukutaka wewe. Mama aliongea. Moyo wangu unahisi kama Manu atakuwa mpinzani wangu. Ni kama anataka kuniharibia kila kitu changu. Nilikosa amani. Sio mpinzani tu, huyo ni adui yako mkubwa, mama aliongea. Basi kwa pamoja tulikubaliana kwenda kwa nabii. Japo ilikuwa ni usiku lakini kila kitu kiliwezekana. Nijikuta nikitetemeka. Nilihisi hata kulia mara zote. Nijikaza kuzungumza na nabii. Mama yangu alinishika mkono akiniondoa hofu. Na mimi niliamini. Na nilimwamini nabii. Kumsaidia mtu sio dhambi, lakini kuna wakati tunatakiwa kufikiria mara mbili kabla hatujatoa msaada. Hatuwezi kukulaumu kwa sababu kwa kipindi hicho ulikuwa mtoto mdogo. Nabii alianza kuongea. Niliendelea kumsikiliza huku nikitetemeka miguu. Naweza kuona ulikuwa mwema kumpatia hadi jina. Mikosi yake yote imehamia kwako.
Shida Manu hajaandikiwa kuolewa katika kipindi chake chote cha uhai. Hajaandikiwa maisha mazuri. Kwa kifupi, nyota yake ni ya mbwa koko. Ile siku ulomshika mkono, ulimpa bahati yako, kisha wewe ukachukua mikosi yake. Nabii aliongea, kisha kanisogelea. Tukatazama na macho. Macho yake anatisha. Mimi nikajificha mgongoni kwa mama. Binti yako ana roho ya huruma sana. Ni ngumu kusaidika. Nabii aliongea. Hapa ni lazima asaidike. Sitamani aje kuwa mtu wa mikosi maisha yake yote. Usitishwe na urefu wa kamba yule binti. Yule binti ni mdogo sana. Njia pekee ya kujiponya dhidi ya huu mkosi ni kujitenga nao. Naomba uvunje urafiki na Manu. Nina uhakika unaikumbuka sehemu mlokutana kwa mara ya kwanza. Hapo ndipo kila kitu kitamalizika. Nabii aliongea. Nikamuuliza unamaanisha nini? Nilijikuta nikipata ujasiri wa kuuliza. Shika hiki kisu, hakikisha kinazama tumboni kwake, huku kitamka maneno ya kuvunja urafiki wenu. Hii kazi unatakiwa ifanye mwenyewe. Hautakiwi kuwa na mtu yote kukusaidia. Nabii aliongea, kisha akaniwekea kisu mikononi. Nakupa nafasi. Nenda kafanya kazi yako. Tuliondoka mimi na mama. Hatakuwa na chaguo lingine zaidi ya kukubali tu kufanya ile kazi. Naomba usiogope katika hili. Nadhani unaweza kuona kwa sasa Manu kabadilika sana. Huu ndo muda wewe kumdhibiti. Tangu mwanzo nikwambia hakufai, lakini hukusikia. Sipo hapa kukulaumu, lakini jaribu kukumbuka tu. Utu uzima ni dawa. Nenda kwa mumeo huku kifikiria ni mbinu gani unatumia. Mama aliniachia kazi yote mimi. Nilijikaza, nikaendesha gari hadi nilipofika nyumbani. Mume wangu alikuwa busy na kusoma kitabu. Akiwa katika hali hii, sikutaka kabisa kumsumbua. Nilielekea chumbani. Sikuwa hata na nguvu ya kuoga. Naomba kesho mida ya saa 6 mchana tuonane. Najua utakuwa busy, lakini kuna sehemu muhimu sana. Nataka twende. Nilimtumia ujumbe Manu. Baada kama dakika 20 hivi alinijibu sawa. Hapo ndipo nilipata nguvu ya kulala. Bi Fredo alikuja chumbani saa ngapi, lakini alikuja kuniharibia kabisa usingizi kwa kunipa mabusu. Sikuwa hata na hamu naye. Sababu kazi alonipa Nabii ilikuwa ni kubwa sana, kiasi kwamba nilikuwa natetemeka hadi moyoni. Sijisikii vizuri mume wangu. Naomba uniache. Okay, pole, uwe na usiku mwema. Fredo aliongea, kisha akageuka upande wake. Nilitegemea hata angeniuliza shida nini, lakini hakufanya hivyo. Kulipopambazuka asubuhi, kila mmoja alishika msini zake. Nadhani Manu kawa mzungu sasa. Alikuja kwangu saa 5 na dakika 20. Nilimwonyesha tabasamu la uongo. Hali ya kwamba moyoni mwangu ulikuwa na hasira kupita kiasi. Sehemu niliyomwokota Manu nilikuwa naikumbuka vizuri kwa sababu ilikuwa karibu na kaburi la mbwa wangu. Tulipofika eneo lile usika, tulishuka. Kaburi la mbwa wangu lilikuwa bado jipya, ila likiharibika huwa nalifanyia ukarabati. Nilihesabu hatua 10 kwenda mbele. Nijikuta nikimwona Manu alivyokuwa na miaka 4. Unaikumbuka hii sehemu? Nilimuuliza. Nawezaje kusahau? Nikiwa na miaka 4 nilikuwa hapa chini na wewe ndo uliniokota. Manu aliongea. Nilikuwa naitwa Shida, ila ulinipa jina la Manu. Ulitaka kuniita mama, lakini nikuzuia kwa sababu nilitaka uhusiano wetu uwe kirafiki tu. Kuna kitu nataka kukifanya hapa siku ya leo. Naomba ufumbe macho yako tafadhali sana. Usipige kelele wala kuniongelesha kitu chochote kile. Manu alifumba macho huku akiahidi kutofanya lolote. Nilitoa kisu kwenye mkoba wangu. Sijui roho ngumu mfano wa jiwe nilitoa wapi. Nilikizamisha kisu tumboni. Nilifanya hivyo zaidi ya mara 5. Manu alidondoka chini kama mzigo akiwa kafumba macho. Uhusiano wetu umeisha hapa. Siku tukikutana peponi nitakueleza sababu kwa nini nilifanya hivi. Niliongea kisha nikaondoka na kisu changu bila kugeuka nyuma. Sijui ni roho mbaya au nini, lakini sikuonyesha majuto aina yoyote. Nilipitiliza moja kwa moja hadi kwenye hoteli. Niliamua kupumzika huku mikono yangu ikitetemeka haswa. Nimepata dharura, sitarudi nyumbani. Fredo alinitumia ujumbe. Nilishusha pumzi kwa sababu sikuhitaji kuwa na mtu wote, nilihitaji kuwa peke yangu. Nilipanda gari nikaelekea nyumbani kwangu. Kulipopambazuka asubuhi, mamangu alinipigia simu kujua nimefikia wapi.